Kwa mtu unaweza kawa unasema mbona sasa mimi ndio biashara naanza, lakini hao watu mimi nitawatoa wapi? Umeona? Tengeneza, si fake. Umeona? Ndio maana katika vitu ambavyo mimi navifanya ni kwamba nauza followers fake. Followers fake wanasaidia vitu vingi sana. Wewe uweze, yani kwamba hata wewe mwenyewe, umeona? Ni vigumu sana kuanza biashara, alafu pale unavyoanza tu, yani ni vigumu sana kwenda kwenye page, unakuta hiyo page ina followers 20. Umeona? Alafu kanunua kitu. Umeona? Ni vigumu. Umeona? Lakini kiukweli sasa, ngoja niwaambie tu kiukweli. Unaweza kaona hata page zina followers 10,000, 20,000, umeona? 30,000, nyingine mpaka zinafika mpaka laki. Lakini unaweza kukuta katika zile page wanunuzi tu labda kwa mwezi ni 20, 30 maximum. Umeona? Wengine wachache wanafika mpaka 100. Umeona? Kwa sasa kama ni hivyo, manake nini? Manake kwamba wewe unatengeneza product nzuri. Umeona? Kwa nini kitu ambacho kinakuzuia wewe usipate wateja ni followers? Umeona? Na followers wasindikizaji. Maana ni followers wasindikizaji kwa sababu gani? Wewe una followers 20,000 afu wananunua watu 20. Manake kuna followers pale 19 na 100 ngapi ambao ni wasindikizaji. Umeona? Kwa nini wewe ufeli katika kuuza kwa sababu ya followers wasindikizaji? Umeona? Ndio maana nakwambia sasa, hiki kitu cha kuposti watu wana enjoy product yako unaweza ukakitengeneza. Unaweza kumchukua rafiki yako, unaweza kumchukua ndugu yako, ukampa ile product yako, akapost kama ameenjoy, wewe ukazichukua zile clip ukawa na post. Umeona? Najua nafundisha uongo, lakini humu naongea ukweli kama ulivyo. Kwa sababu sisi wote hapa ni wajasiriamali na kuna vile uongo ambao tunavifanya. Kwa nadhani tuvitaje tu humu ndani. Umeona? Kwa sasa ndio maana katika vitu ambavyo navifanya ni kwamba ninauza fake followers. Kwa sababu gani? Kwamba unaweza kuwa na product nzuri sana, umeona? Lakini kwa nini usitengeneze mazingira kwamba mtu aje aone kwamba tayari una watu ambao wananunua? Sasa hii usitumie vibaya, kwa sababu njia wengine wanaweza kutumia vibaya kufanya utapeli, sijui na nini, mshindwe katika jina la Mungu. Umeona? Kwa hiyo hivyo vitu ambavyo nimekiongelea sasa kwenye hizo 75% ya hizo post, ndio mnaposti nini? Ndio mnaposti hivyo vitu kama hivyo hapo. Kwa unaweza kaposti vitu vingine. Nadhani hapa baadaye nitakuja kuongelea mfano wa moja kwenye moja ya page zangu sasa mimi za kibiashara, utavokuja kuona kwamba jinsi kwamba tangia nilivyopost page kwamba imepostiwa kama nadhani kwa miezi mingapi. Nadhani kama miezi, kwa sababu kuna hiyo biashara ambayo nitahitaji hapa. Nilianza Facebook. Alafu baadaye ndio nikaja Instagram tangia nilivyoposti nauza, sijaposti tena. Umeona? Kwa hiyo mimi ninachokifanya na posti za watu wengine, kwa sababu na posti za wateja wangu. Kwa bahati nzuri tayari, kwa sababu nilikuwa tayari na akili ya marketing, nilikuwa tayari niko kwenye market nzuri, tena biashara yenyewe ni ya kukodisha vifaa vya shooting. Kwa hiyo afu mimi pia kwa sababu tayari niko kwenye hiyo industry, kwa sababu mimi pia ni mtengenezaji filamu. Kwa kuwa tayari niko kwenye hiyo industry, kwa kupata watu wale ambao watu wengine kupost kazi zao. Kwa mimi nilikuwa na post hata za watu wengine, hata kama mteja wangu sio mteja wangu, na post tu. Umeona? Kwa hiyo ndio nilichokuwa nimekifanya. Kwa mimi unaweza, ndio maana nikakwambia mimi katika biashara zangu nadhani ni 1% tu ya posti zangu ndio zinahusiana na nini? Na kuuza. Sema tuna kitabia kimoja, kwa sababu zile nilivyozipost ziko huku chini kwamba waga hapa posti za katikati waga nazifuta. Umeona? Kwamba mtu akiingia, anaingia kwenye Instagram yangu anaikuta kwamba ina post 40. Lakini anapokuta ina post 40 huku juu anafutiwa, lakini huku juu kwingine anaweza akazikuta hizo post nyingine. Kwa hiyo unaweza kaingia sasa hivi kwa kukuta kwamba kuna post 40 lakini labda 10 ndio nimeposti vile vitu ambavyo navikodisha. Umeona? Na vingine ni users basi. Na kuna hii kitu ambacho, kuna hii marketing ambayo mimi naifanya, matangazo ambayo mimi kwanza mimi hata ndio ninavyotangaza kwenye biashara. Najua naanza kwenda kule ambako nitafika. Ngoja nisije nikaongea yote hapa wakati nitafika. Tuendelee sasa kwenye mtandao wa kijamii mwingine ambao sasa unaweza kuutumia. Kwa hiyo kuna LinkedIn. LinkedIn ni mtandao wa kijamii wa kibiashara, special kwa ajili ya kibiashara. Hasa kwa bahati nzuri au bahati mbaya, hii biashara hii ambayo unaiona hapa ya Brand Genesis sijaweka bado LinkedIn. Sababu gani? Sababu
kwanza mjijue kwamba nyinyi ambao mko hapa mna bahati. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii biashara ya marketing ambayo naifanya hapa nimelenga makampuni makubwa, umeona. Kwa hiyo niende kwenye makampuni makubwa, ninahitaji niwe na kitu kinaitwa social proofing. Social proofing maana yake tayari niwe na wateja watu wengi ambao tayari nishawa service wengi kwamba chini ya mwanga wangu. Kwa sababu mambo mengi ya marketing nimekuwa nikifanya kwamba kampuni hii inaniita, naenda nawafanyia, hii inaita. Kwa sasa ili nifanye sasa ile chini sasa ya mwanga wangu, kwa yani kwa sababu unavyoenda kufanya kwenye kampuni uwezo kasema kwamba yule nilikuwa nimefanya mimi, umeona. Unless hiyo ni kampuni yako, lakini uwezo kasema kwamba yule nimefanya mimi, yule nimefanya mimi. Kwa sababu pale unavyoenda kuna documents na sign, na kuna kampuni nyingine hazitakagi zionekane kama zinafanyiwa social media, zinataka zijione kama zenyewe ndio zinafanya social media. Na hiyo ni kwa sababu labda unakuta ni siwezi nikaongelea sana, maana nikishaongelea mtu ataanza ni kampuni fulani. Lakini ndio hivyo, kuna kampuni nyingine ambazo hazitakagi zionekane zinafanya social media, zinafanyiwa social media, zinataka zionekane kama ndio zenyewe. Kwa kuna hii mikataba inaitwa NDA, non disclosure agreement, ambayo tuna sign kama tusiongelee. Kwa sije nikaongelea sana wakaanza baadaye akaja unishtaki, mbona umesema hivi. Kwa ile ndio maana yake sio sisi. Kwa ndio tuachana nao. Kwa sasa hii hapa biashara hii sasa, kabla sijai launch sasa kwenye LinkedIn, sababu nimeanzia Instagram, umeona. Afu kutoka Instagram nenda LinkedIn. Nahitaji tayari niwe na hiyo nini, social proofing. Kwa nyinyi hapa ambao mmekuja hapa, kuna bei ambazo mtakuwa mmeziona hapa. Nawaambieni hizo bei ni yani ni bei rahisi kabisa, ni cheap. Yani ambako umeiona wewe hapa, nitavyokuja kuipeleka hii biashara ya LinkedIn, nadhani zitakuwa kuanzia mara 5 mpaka mara 10 zaidi. Umeona? Ukiachana tu labda na hiyo bei ya kuuza, followers tabaki hiyo, followers fake. Kwa sasa LinkedIn, huu ni mtandao wa kibiashara. Kampuni ambazo zinaweza zikakaa kwenye mtandao huu ni kampuni za biashara na kampuni ambazo zina service biashara wenzake kama mimi. Umeona? So mimi na service wafanya biashara wengine. Umeona? Kwa kama anavyokuwa na service wafanya biashara wengine, mimi kampuni yangu LinkedIn ndio inanifaa. Umeona? Na LinkedIn nayo inafuata ile format ya 75%. Tena kwenye LinkedIn sasa 75% kwamba uweze kutumia kwamba una post kwamba 75% una post kwamba wateja wako wana enjoy product yako. Kwenye LinkedIn sasa kwenye 75% una post vitu vya kuwasaidia wengine. Yaani information, kama unaweza kuwa una post information ya kuwasaidia wengine. Kwa mtu akiingia tu kwenye page yako anakuona kwamba wewe ni mtu ambaye una post fulani za kuwasaidia, umeona? Kitu kama hicho sasa, yani unakuwa una post kama hiyo. Kwa hiyo LinkedIn ya biashara au biashara zinazo service biashara nyingine na watu ambao wanatafuta kazi na watu kama hao ambao hawahusiani na mimi, kwa sababu hapa mimi na deal na wafanya biashara. Kwa hiyo vitu ambavyo unaweza kuvipost LinkedIn ni kuna nafasi za kazi, sijui company description, hivyo na hivyo. Kwa hiyo LinkedIn unatakiwa posti mara ngapi? LinkedIn unatakiwa posti mara 4 kwa wiki. Umeona? Au mara 2 kwa wiki. Umeona zinavyotofautiana? Kwa psychology ya watu wa LinkedIn ni tofauti na psychology ya watu wa Instagram. Kwa watu wa Instagram ukiposti mara 6 kwa siku unaboa, lakini Twitter ndo anaziona posti zako. LinkedIn ukijiposti mara 1 kwa siku unaboa, lakini mara 4 kwa wiki fresh. Umeona sasa? Kwa tunaenda kwenye Facebook sasa. Kwa Facebook ni mtandao wa kijamii wa makampuni yote. Yaani yote, kama ni mwanzo nikawa nasema kwamba Facebook ni kwa ajili ya wote, Instagram ni kwa ajili ya wote. Ingawa Instagram ni kwa ajili ya wote, ila inatakiwa brand yako sasa. Sikumbuki kama nimeongelea hivi, maana nimeongea muda mrefu, lakini narudi tena kwenye Instagram. Inatakiwa brand yako sasa iwe katika format ya lifestyle. Umeona? Mtaangalia tu ninapopost kwenye page yangu hii ya Brand Genesis hapa, mtaona jinsi gani kwamba kampuni kama ya kwangu mimi ambayo kiasili haikustahili kuwepo Instagram, lakini mtaona jinsi gani ndivyokuwa inaishi Instagram. Umeona? Kwa mimi kampuni yangu naweza kusema ni watoto wa kijijini. Umeona? Kwa mtoto wa kijijini ukienda mjini sasa, Instagram ndo mjini. Kwa unafanyaje? Unaona badilika unakuwa mjini. Mtoto wa mjini.
Kwa Instagram ndo narudi tena ni lifestyle. Kwa kama brand yako haihusiani na lifestyle, unatakiwa lifestyleishe. Umeona? Kwa mtakuwa mnaona kwamba hata mimi kwenye Instagram nitakuwa na post kwamba mimi just nikiwa na enjoy lifestyle ya marketing. Umeona? Nadhani kwenye Instagram sidhani kama mtakuja kuona post ya mimi nikisema nauza hiki zaidi hizi ya posti za mwanzoni basi. Baada hapo itakuwa ni post nyingine tu. Nadhani kwenye Instagram nitatumia 99%. Umeona? Kwa ingawa mimi nakwambia sasa hapa tumia 75%, lakini 75 nimesema ni minimum. Mimi mwenyewe natumia mpaka 95, 99 huko. Umeona? Kwenye peji zangu zote ambazo za kibiashara. Nadhani na kuna nyingine mpaka 99.9. Umeona? Katika post nakuta labda 500. Moja tu ndo ambayo ni ya kuuza. Umeona? Kwa hiyo sasa tunaendelea sasa. Kwa sasa Facebook ni ya kila mtu. Facebook uposti nini kila kitu. Yaani Facebook ni kama ni sehemu ya mtu kila kitu. Kwa Facebook unaweza yaani inapendeza sasa ukaposti mara 1 au mara 2 kwa siku. Umeona? Sasa kuna baadhi ya vitu au biashara au tena hii ni kwa sababu nimeongea hapa kwenye biashara. Lakini kuna baadhi ya watu Instagram wanaruhusa psychologically ya kuposti hata mara 6 kwa siku. Kuna page kama za vichekesho. Umeona? Zile page mtu anaweza kaposti hata mara 6 kwa siku. So unaweza kukuta kichekesho kimoja hakikutoshi, umeingia kwenye ile page hakikutoshi. Umeona? Kwa watu kama wale pale wanakuwa na psychologically sasa wanakuwa na ruhusa na binadamu kuposti hata mara 6 kwa siku. Umeona? Lakini sasa mwisho wa siku wanakuwa wanachekesha watu, lakini sasa hawawezi kuchukua hivyo vichekesho wakaviconvert kwa hela. Kwa mimi hapa na deal na watu ambao mnachukua hivyo vitu, mnachukua posti zenu mnaziconvert kwa hela. Kwa sasa tunarudi sehemu ya mwisho. YouTube. Kwa YouTube naweza nikasema nao ni ya kila mtu. Lakini sasa ni ya kila mtu, lakini kwa sababu zinatumia format ya video. Umeona? Kuna baadhi ya watu ni bora kama hawajawa specialized, ni bora wasiende YouTube. Kwa mfano kama mimi hapa, mimi nina kampuni ya kukodisha vifaa vya shooting. Na kampuni ya movies, umeona, ambayo inafanya movies na animation. Kwa mimi najua jinsi ya kutengeneza video ambayo itakuwa na quality nzuri. Tena hii hapa, hata hii setup ambayo nimetengeneza hapa ni ya kawaida sana, sababu nimefanya haraka na sasa hivi ni saa 9 usiku. Umeona? Kwa nimechukua tu vifaa ambavyo tayari ninavyo. Kuna taa hapa. Kwa hizi taa ambazo zinanimulika mimi hapa, usije kujua ni ile taa ambayo iko tu juu ya dari, hapana. Kuna zile special lights ambazo zinanimulika hapa. Nimechukua special camera, ingawa kwenye quality nimeweka quality ndogo ili kwamba niweze kuongea, kwa sababu nilikuwa najua nitaongea muda mrefu na watu wengi hizi video utazipata kwa simu, kwa hamna haja kurecord high definition. Umeona? Lakini sasa YouTube, naweza nikakwambia utumie YouTube kwa ajili ya biashara yako, lakini kuna principle vya video production usipovijua, unaweza sasa ukaiharibu brand yako. Umeona? Ukatengeneza video mbaya ambazo mwisho wa siku ukaharibu brand yako. Kwa YouTube naweza kusema ndio ya kila mtu, lakini YouTube inahitaji una knowledge ya kutumia video kutengeneza brand nzuri. Umeona? Kwa sasa ndo hayo hapo. Kwa hiyo ndo mitandao ya kijamii na nani wakitumie na ni uposti mara ngapi. Kwa YouTube unaweza ukapost mara 1 kwa wiki. Umeona? Kwa sasa ngoja niangalie hapa kwenye notes zangu tunaendea wapi. Sasa. Kwa kitu ambacho nishakiongea hapa naangalia kwenye notes zangu nimeshakiongea wakati nitakiwa nisikiongee. Kitu ambacho muhimu ambacho nimekisisitizia na ninakirudia tena. Na hizi sheria 2. Hizi sheria 2 zichukulieni kama ndo amri kuu za social media posting kwa wafanyabiashara. Amri ya kwanza, 75% ya posti zako zisihusiane na chochote na kuuza. Umesikia amri ya kwanza?